Maombi mengi na dua nyingi ambazo tumefanya mbele za Bwana, zingine bado watu wanangojea bado wakaweza na hata kujibiwa. Sio kusema ya kwamba sala zote na dua tumefanya mbele za Mungu hajaweza kusikia. Maandiko katika kitabu cha Ufunuo inasema ya kwamba maombi yale ambayo tunayofanya yanashukuriwa na malaika, yanawekwa pahali pamoja, baadaye yanarudishwa kwa njia ya moto. Ni kumaanisha kuna namna ya kungojea, kuna wakati wa kungojea na kuna wakati Mungu anarudisha maombi kulingana na vile anaona inastahili. Lakini ningetaka nikuongeleshe ama nikufundishe kwa njia nyingine ya kwamba kuna mambo unaweza fanya Mungu akaweze na hata kukumbuka, akaweze kukumbuka maisha yako, akaweze na hata kufanya hima kukusaidia, kama vile Daudi alivyoomba ya kwamba Mungu, ninaomba ya kwamba usikawie kunibariki, maana wale wanaotafuta moyo wangu wakaweze na hata kumaliza ni wengi, na pia ukaweze na hata kunikumbuka na ufanye hima kunibariki, bado nguvu zangu hazijaisha. Mungu, ninaomba ya kwamba ukaweze na hata kubariki watu hawa, ukaweze na hata kufanya hima kuwabariki, na ninaachilia baraka za kiungu zikaweze na hata kuwafikia wale ambao wameomba kwa muda mrefu. Wawe na subira ya kwamba Jehova Mungu utaweza kuwatendea katika maisha. Ningetaka tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wake wa 36 hadi 41. Inazungumzia kuhusu mtumishi ambaye maandiko inasema ya kwamba alikuwa mwanafunzi wa Yesu na alikuwa anaitwa Tabitha. Jina lingine la Kiyunani alikuwa anaitwa Dorokasi. Lakini akawa amegojeka na akafa katika ule mji wa Yafa. Maandiko yanasema ya kwamba wale wajane wakakusanyika na wakasikia kwamba Petro alikuwa anaombea wagonjwa na wanapona, na wakaenda wakamuongelesha, wakamuita, naye Petro akafanya hima akakuja katika kile chumba cha juu, maana wakati aliaga Dorokasi alioshwa na kuwekwa katika chumba cha juu. Maandiko yanasema ya kwamba Petro wakati alifika pahali pale akaweza na hata kuomba na akamuita kwa jina lake Tabitha, naye Tabitha akaketi akamwangalia kwa macho. Wakati Tabitha alimwangalia kwa macho, naye Petro akamshika mkono na akamuinua na akarudi uhai tena. Maandiko yanasema ya kwamba aliweza na hata kukumbukwa, aliweza na hata kusifiwa ni kwa ajili ya matendo mazuri ambayo aliyofanyia wajane. Alikuwa mtu mkarimu kulingana vile Biblia inavyosema, maana alikuwa anawashonea watu joho na nguo ambazo alikuwa anashona kwa mikono yake. Kuna watu watakumbukwa na Mungu ni kwa sababu ya matendo yao. Labda maisha yako yameenda chini, lakini matendo yako yamekuwa mazuri na Mungu akaweza na hata kukumbuka ni kwa ajili ya hayo matendo. Wewe uliyofanya mambo mazuri katika mahali ambapo uliko na mahali ambapo labda kwa muda mrefu ulikuwa umekaa ukafanya mambo mazuri, na hebu Mungu akaweza na hata kukumbuka ni kwa ajili ya hayo matendo. Wale ambao bado hawajaanza kutenda matendo mazuri, Mungu atawakumbuka mkianza na hata kufanya yale matendo. Ni kwa sababu matendo haya makuu ambao huyu Dorokasi aliweza na hata kutendea wajane na watu wengine mbalimbali, aliweza kukumbukwa wakati alikuwa amekufa. Na Petro akasema ya kwamba, ninaamini alisema ya kwamba kama alifanya haya yote, huyu mtumishi hangefaa kukuwa amekufa, na ndio akaweza na hata kumuombea na akaweza kufufuka. Ni kwa ajili ya matendo mazuri. Ninakuombea kibali ya Bwana, ninaachilia baraka zikaweza na hata kukufuata, baraka zikutafute. Ewe wewe uliyefanya matendo mazuri kwa sababu ya watumishi wa Bwana, uliweza na hata kuwashikilia kwa ile njia ambayo uliweza kupitia tu kile kidogo na kikubwa uliweza kusaidia, na Mungu akukumbuke ni kwa ajili ya hilo tendo ambalo uliofanya. Inaweza kuwa labda sio matendo mengi, ni jambo moja tu kidogo ambalo uliofanya ikampendeza Bwana, ikaguza moyo wa Bwana, na hebu Mungu akukumbuke ni kwa ajili ya hilo tendo ambalo uliotenda. Mahali ambapo ulikuwa umekwama, mahali ambapo ulikuwa umezuiliwa, ukaweza na hata kufunguliwa milango, ukaweza na hata kuinuka, ni kwa ajili Mungu atakumbuka matendo kama vile alikumbuka Dorokasi. Huyu ambaye ni mtumishi wake, huyu alikuwa mwanafunzi wake, na alikuwa mwanafunzi ni kwa sababu alikuwa anafanya yale Yesu Kristo alikuwa ameagiza. Wewe ambaye umefanya matendo mazuri kama vile Yesu alivyoagiza, Mungu akaweza kukumbuka na akaweza kufufua yale yote ambayo yako yamekufa katika jina la Yesu Kristo. Pokea kibali,
pokea kuinuliwa, pokea na hata kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Baraka za Bwana zikuwe na wewe.